enjoy. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad wa baadu. Kwa majina anaitwa Abdalla Saidi Mningechi, shekhe wa kata ya Kihonda hapa Morogoro mjini. Mazumuni ya baraza la mashekhe kata kupitia kitengo chake cha umoja wa elimu na maadili kata ya Kihonda Morogoro, wenye kirefu kama neno la UMKIM. Lengo letu ni kusimamia elimu. Unajua, katika kipindi kirefu sisi kama viongozi wa baraza la BAKWATA tulikuwa tumeshapewa maagizo chini ya mufti kwamba kila msikiti lazima uwe na maadili, uweke kitengo cha maadili na elimu, na ishuke hiyo mpaka kwenye kila mtoto kupitia madrasa zetu. Nadhani ni mpango wa taifa kwa ajili ya kupambana na mmomonyoko wa maadili. Tangu kuanzia kwa Mheshimiwa Mufti, mkakati huu BAKWATA waliuacha kwa chief kadhi wetu taifa Sheikh Mnyasi. Idara hiyo ndio isimamie, na tunashukuru sisi Kihonda tuliupokea na tumefanya kazi. Tuliweka hii idara ya maadili na elimu katika kata yetu ya Kihonda, ambayo inajumuisha viongozi mbalimbali wa misikiti na madarisi za kata ya Kihonda. Na kwa kweli tangu tumeanzisha Ramadhani mosi tumeona mafanikio ndani ya 12 tu zilizopita, na mpaka sasa tumefikia lengo hili la kuweka mashindano haya ya kwanza ya Qur'ani. Na lengo letu iwe endelevu, na kwa kweli majukumu yake kama ambavyo yameainishwa katika ile risala iliyopelekwa kwa Mheshimiwa mkuu wa wilaya wetu Morogoro mjini. Kwanza, kuhakikisha kila mwanafunzi katika madarisi zetu anarudi kuwa na maadili mema. Mmomonyoko wa maadili kwa sasa hali ni mbaya sana. Kwa hiyo tumeona tuongeze juhudi kupitia kila mwanafunzi katika kila madarisi. Kwa hiyo kamati hii itakuwa na jukumu la kushirikiana na wadau hao walimu wanaosomesha wanafunzi katika madarisi zetu mbalimbali, pamoja na maimamu wao na wadau wengine, kwa sababu kuna wazazi, waumini wa dini ya Kiislamu wote kwa nafasi zao wanasema ni mtambuka. Swala hili ni mtambuka. Kwa hiyo lazima tushirikiane katika kila jamii kwa ujumla wetu tuweze kufikia lengo, tupate taifa lenye viongozi wazuri siku za baadaye na watu wenye maadili mema, watakao kuwa na huruma juu ya watu wenzao, watakao kuwa na huruma katika maisha haya kwa kila aliye mkubwa na mdogo. Kwa hiyo lengo letu ni kukuza elimu ya dini kupitia wanafunzi wetu wa madarisi mbalimbali katika kata ya Kihonda. Na mwisho, mkononi hapa nimeshika vyeti. Katika madarisi zetu hizi za kukaa kwenye madarisi za mikekani zilizomo katika misikiti yetu mbalimbali, huwa hatuna utaratibu wa kurasimisha elimu za watoto. Na hii imepelekea kwamba watoto wana elimu kubwa, au baadaye tunakuta maustadhi wana elimu ndefu mpaka anafikia kwenye eneo la kupata uimamu. Anayo haki kabisa ya kuwa na cheo cha uimamu, lakini inakosekana kutambulika elimu yake kwa sababu hajulikani amefikia kiwango gani. Sasa sisi kupitia chuo kikuu cha Kiislamu Tanzania, chuo kikuu cha Kiislamu cha Uislamu Tanzania, sio mumo. Sisi tuna chuo kikuu kimoja tu, Marwa International University, ambayo iko pale Mtwara Shangani chini ya Dr. Mangochi, ambacho kinatambulika na serikali duniani, kipo katika listi ya vyuo vikuu duniani. Tumeshirikiana nao hawa watu kuhakikisha tunapata kuwapa mitaala yetu, na mitaala yetu waliiona na wameifurahia kupitia kata hii ya Kihonda, na tukawaomba wahitimu wetu tuwe tunafanya nao mitihani yao. Kama watawaridhia kupata majibu yaliyo mazuri, basi wawape vyeti. Kwa hiyo kila mtoto ambaye amefikia sisi kiwango cha form 4, na sisi tunaipata form 4 kupitia mtaala Sheikh Muhammad Ayubu. Tunaipata form 4 yetu ya dini kupitia mtaala wa Sheikh Muhammad bin Ayubu wa Tanga, kwa sababu mimi nimepitia katika mitaala hiyo. Na mitaala hii inakubalika tangu BAKWATA, na ndio maana hata mamufti wetu wengi wamepitia katika madarisi hizo.
Kwa hiyo mtaala wao sisi ndio tunapompata mwalimu ambaye tunasema huyu mtoto sasa amesoma, amefikia kiwango cha form 4 na tunampa cheti cha form 4 kwa kupitia Marwa International University, na pia anaenda kupata diploma na chuo na elimu ya juu. Kwa hiyo kwa walimu na waasa, natoa wito kwa walimu wote wa madarisi za Kihonda, watoto hawa wanaposoma katika syllabus yetu ambayo wale ambao tunakubaliana nao katika madarisi zetu kwamba mtaala huu ndio muongozo wetu, basi wanapofikia kiwango cha elimu ya form 4 wawapatie vyeti ili waje kuwa viongozi, na vyeti hivyo vinafaa hata kuombea kazi sehemu yoyote ile. Unaweza kwenda kupata elimu ya juu kwa kupitia vyeti hivyo, sababu vinatambulika mpaka Wizara ya Mambo ya Ndani. Kwa hiyo natoa wito kwa kila mwalimu ambaye ataweza kumsomesha mtoto kwa kiwango hicho, aje tumpatie mtihani. Akishafanya tayari atakuwa amepata vyeti vya form 4 na mafanikio yataonekana katika nchi yetu. Asalamu alaykum warahmatullahi wabarakatuh.